ya 5 mstari wa 16. 5:16 nasema hivi, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamutatimiza kamwe tamaa za mwili. Enendeni kwa Roho. Ukienda kwa Roho hautatii mwili, hautafanya mambo ya mwili. Roho unafuata Roho unupando. Bwana Yesu asifiwe. Enendeni kwa Roho, mkitembea kwa Roho hamutatimiza kamwe mambo ya mwili. Tunaelewana vizuri? Ukienda kwa Roho hautimizi mambo ya mwili. Lakini wanadamu wengi, Wakristo wengi wanafuata mwili, si Roho. Bwana Yesu asifiwe. Karao, tuko pamoja? Yes. Watu wengi wanafuata mwili, si Roho. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize vizuri. Wengi wanafuata mwili, si Roho. Na ndio maana hata kwa nyumba ya Mungu kuna vituko. Kwa nyumba yako kuna vituko. Kwa njia kuna vituko. Hii nchi iko na vituko kwa sababu wengi wanafuata mwili, si Roho. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Na ndio maana Paulo anatuambia ya kwamba hapa katika neno la Mungu anatuambia ya kwamba tufuate Roho, na tukifuata Roho hatutatimiza kamwe mambo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Mwili si mzuri hata kama ni yako. Tuendelee. Verse 17 nasema, sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Bwana Yesu asifiwe. Niangalieni hapa wote. Umesikia maandiko yamesema nini? Maandiko yamesema mwili na Roho Karo, sikiza vizuri, niangalie. Ingia Galatians 5:17. Inasema nini? Soma haraka. Simama. Sauti. Kwa sauti. 17. Kwa sauti. Kwa sababu mwili hutamani kushindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepigana, hata haziwezi kufanya mnayotaka. Hata hamwezi kufanya mnayotaka. Soma vizuri. Hajasema haziwezi. Hamwezi. Mesema hamwezi. Hata hamwezi kufanya mnayotaka. Kwa sababu gani? Kwa nini hatuwezi? Kwa nini hatuwezi kufanya tunayotaka? Karosi mama. Utajua. Kwa nini? Kwa nini? Nataka tuchambue neno na wewe. Sawa sawa. Kwa nini hatuwezi fanya tunayotaka? Umesoma kwa Biblia. Imesema nini? Kwa nini hatuwezi fanya tunayotaka? Kwa sababu Roho na mwili zinashindana. Roho na mwili zinafanya nini? Zinashindana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Roho na mwili zinashindana. Roho inakuambia hamuka mapema, enda kanisani. Mwili inakuambia lala. Ndio. Roho inakuambia ni masaa ya kuimba, imbia Mungu. Mwili inakuambia nimechoka. Bwana Yesu asifiwe. Mwili inakuambia nimechoka. Karoni, sikize vizuri. Tuko pamoja? Yes. Roho inakuambia chukua ile microphone, anza kuimbia Mungu, na unachukua microphone. Lakini badala uweke kwa mdomo vizuri umbie Mungu, unaweka hapa. Wewe inakuambia ikae hapa, wewe kaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Roho anakuambia muimbie Mungu, wewe ruka. Mwili inakuambia usiruke.
wewe fanya tu hivi hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Roho inakwambia omba, omba. Mwili inakwambia wewe omba polepole. Shout, omba kwa sauti. Mwili inakwambia omba polepole. Bwana Yesu asifiwe. Roho inakwambia omba kama umepiga magoti. Mwili inakwambia nguo itachafuka. Bwana Yesu asifiwe. Omba kama umepiga magoti. Mwili inakwambia utaumia magoti, usipige magoti. Kimbia, umechelewa. Roho inakwambia kimbia kanisani, umechelewa. Mwili inakwambia usikimbie, utaibika kwa barabara. Watu watafikiri unakimbilia nini? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Wakati wa ushuhuda inafika, Roho anakwambia toa ushuhuda. Toa ushuhuda. Ambia sasa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mwili nakwambia usiamuke hapa. Wewe usiamuke. Unaanza kuomba Mungu ya microphone ipatiwe mtu mwingine. Mwili nakwambia usifanye nini? Wewe usiamuke utoe ushuhuda. Wewe acha kuamuka hata una ushuhuda. Usiseme hiyo ni ya aibu. Naangalia kitu keti. Kuja hapa. Rudi. Keti. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko umesema nini Karo? Mwili na roho zinafanya nini? Zinashindana, na kwa sababu zinashindana hakuna kitu mnaweza fanya ya maana, kwa sababu mwili na roho zinafanya nini? Zinashindana. Kwa hivyo hakuna kitu cha maana tunaweza tukafanya as long as mwili na roho zinashindana. Na ukisoma hiyo kitabu ya Waebrania 14, tusome Romans 8 verse 14. Romans 8 verse 14. 8:14 inasema nini? Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Na wanaoongozwa na mwili ni wana wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umepata hiyo maandiko? Roho, kitabu ya Warumi. Romans 8 verse 14 inasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Wote wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Tuko pamoja? Yes. Romans 8 verse 26. 8:26. Romans 8 verse 26 inasema nini? Inasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Roho utusaidia? Roho inafanya nini Karo? Roho, kwa maana Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Ukitumikia Roho anakusaidia kwa udhaifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitumikia Roho anakusaidia nini? Udhaifu wako. Unapomtumikia Roho anakusaidia kwa udhaifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ile udhaifu wa mwili, kwa ile uchovu wa mwili, kwa ile kuchoka kwa mwili, unapomtumikia Roho anakusaidia kuondoa hiyo udhaifu, anakusaidia kuondoa hiyo unyonge, anakusaidia kuondoa hiyo udhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Lakini unapotumikia mwili inakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Mwili inafanya nini? Inakumaliza. Tusome kitabu ya Korintho 15:40. Korintho wa kwanza